Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo nimewaandalia makala nyingine. Ukiangalia kwa kipindi hiki cha mvua, changamoto kubwa ambayo tunayo ni magonjwa ya bakteria. Kuna magonjwa ya typhoid, tuna magonjwa ya kipindupindu, coccidiosis, wakati mwingine mpaka kideri kwa kipindi hiki cha mvua. Lakini pia bila kusahau changamoto kubwa ya mafua. Kumekuwa kuna changamoto kubwa sana. Sasa leo nitakutajia mchanganyo ambao unaweza ukautumia kwenye kutibu typhoid pamoja na mafua makali, ambao ukiutumia kwa muda wa siku 3 kuku wako wanapona kabisa. Kama kuku wako wana typhoid wanapona, kama wana mafua wanapona, lakini vile vile kama wana haya magonjwa yote mawili kwa wakati mmoja, ukiutumia huu mchanganyo wanapona kabisa. Usipokuwa makini katika kipindi hiki cha mvua, itakuletea changamoto ya vifo vingi sana. Utashindwa kukuza kuku na utaacha kufuga kipindi hiki cha mvua, lakini ukiwa makini kwa haya magonjwa utaweza kufuga vizuri kabisa. Lakini niwakumbushe, KingoFarm tumekuja na jambo kubwa. Tunaelekeza namna ya kutengeneza incubator kwa kutumia box kwa gharama nafuu kabisa. Unatengeneza incubator yako na unaweza kutolesha mayai wewe mwenyewe. Hili darasa la kutengeneza incubator linalipiwa shilingi 10,000. Utaelekezwa namna ya kutengeneza, lakini pia utapewa na kitabu ambacho kinakupa huo mwongozo mzima wa kutengeneza. Darasa ni la siku 7 tu, kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 27. Ada yake ya kujiunga ni 10,000. Kulipia 10,000 tunakuunga na unaelekezwa vizuri namna ya kutengeneza incubator. Lakini pia tuna vitabu vingine ambavyo vinahusiana na ufugaji. Tuna safari ya ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler, mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hiki ni kile kitabu cha booster. Lakini pia tuna kitabu cha tiba za asili ambacho kina tiba na kinga za magonjwa yote ya kuku. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia shilingi 10,000 tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Inategemea unafuga kuku aina gani au una changamoto gani, ila sisi tuna vitabu 5. Pia tuna kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia tunakuunga kwenye kundi na unapata darasa. Kama una maswali utaweza kuuliza na utajibiwa. Lakini vile vile utapata darasa la uleaji wa vifaranga wa kuku aina zote. Sasa kama utakuwa una uhitaji wa hizi huduma zetu, unaweza kuchukua namba hapo kwenye video na ukatupigia au ukatutumia message. Sasa tuangalie huu mchanganyo ambao una uwezo wa kutibu typhoid sugu pamoja na mafua makali kwa kuku. Huu mchanganyo huwa tunaweka vile vitu ambavyo vinaweza kupambana na mafua, lakini vile vile huwa vinaweza kutibu vizuri kabisa typhoid. Ukiangalia tiba ya typhoid ukienda dukani utapewa ESB3, utapewa Agrocox, lakini unaweza ukatumia ukamaliza pakiti 2, 3, lakini usione mafanikio kabisa. Huu ni ugonjwa ambao ukitumia dawa za dukani huwa ni ngumu sana kupona, lakini ukitumia dawa za asili basi ndani ya muda mfupi kabisa unaanza kuona mabadiliko mazuri kama utatumia kwa muda mfupi. Yani kwa mimi ningeambiwa ni mshauri mfugaji kuhusu dawa ya typhoid, ningemwambia asiende kabisa kununua ya dukani, sikimbilie dukani. Japokuwa unaweza ukabahatika, lakini kwa asilimia kubwa sana tumepata kesi nyingi sana za kutibu typhoid kwa kutumia dawa za dukani. Ukitumia dawa za asili huwa unaona matokeo ya haraka. Na ukijiunga na kundi letu huwa tunaelekeza unapotumia tiba hii ya asili kwenye kutibu typhoid unatakiwa ufanye kitu gani. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie. Hapo ndio utaweza kufanikiwa, lakini vinginevyo huwa ni ngumu sana. Ndio maana wengi pia wanaotumia hizo dawa za dukani kwenye kutibu typhoid huwa hawafanikiwi. Hapa utakuta kile kinyesi cheupe chenye rangi nyeupe kama ya chokaa, kinaambatana na njano ya kupauka, ya kukolea, kijani. Basi kinyesi kama hiki usipokuwa makini utaua kuku wengi sana. Hii mara nyingi huwa ni typhoid, kipindupindu, magonjwa kama hayo. Lakini hapa naenda kukupa michanganyo ambayo itaenda kumaliza kabisa hili tatizo kama litakuwa limeambatana na mafua. Kitu cha kwanza ni aloe vera. Unatakiwa kuwa na majani ya aloe vera 3, lakini kitu cha pili utatakiwa kuwa na majani ya mpera. Haya majani ya mpera hapa utaweka jagi moja la lita 1, sio la lita 2, la lita 1. Jagi moja la lita 1 utayashindilia vizuri kabisa. Halafu utakuwa na pilipili 5, zile kubwa kubwa 5, kama ni ndogo ndogo ziweke 10. Halafu utakuwa na tangawizi 1 nzima kubwa, kitunguu saumu kikubwa 1. Kama ni vidogo vidogo weka 2 au 3, ila kama ni kikubwa kiweke 1. Lakini vile vile andaa na karafuu. Ukipata unga ule wa karafuu basi weka na vijiko 2 vya unga wa karafuu. Koroga vizuri kabisa huu mchanganyo wako, uweke kwenye maji lita 10. Utaublend, utausaga mpaka usagike
vizuri kabisa. Ukishasagika vizuri, utakoroga vizuri kabisa kwenye maji lita 10. Alafu ukishaweka kwenye hayo maji lita 10, basi mchanganyo hakikisha unatengeneza kwa muda wa siku 3 mfululizo. Yaani kama ukitengeneza leo, utawapa wanakunywa, kesho tena unatengeneza na kesho kutwa unatengeneza. Ukiwapa huu mchanganyo kwa siku 3 mfululizo, utayaona matokeo. Utaona mabadiliko ni makubwa na wamepona kabisa mafua pamoja na miharo. Zingatia huu mchanganyo utumie kwa vipimo hivyo kama nilivyokutajia. Kama utakuwa na ndimu au limau, utaweza kuongeza. Lakini ukiweka limau, basi usiweke kabisa kitunguu maji. Kama utaweka kitunguu maji, limau usiweke. Kati ya limau na kitunguu maji, hiki kimoja huwa unaweza ukaongezea. Kama mafua ni chronic sana, kama yale mafua yanawasumbua sana, basi utaongeza kimoja kati ya kitunguu maji au limau, inategemea na wewe utakuwa una kitu gani. Kwa hiyo ukifanya hivyo, basi utaona wamepona kabisa kuku wako. Niwakumbushe tu, jiunge na huduma zetu. Tuna kundi la kutengeneza incubator 10,000, vitabu vipo 5, kila kitabu ni 10,000. Pia tuna kundi la mafunzo ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Karibuni sana, tunawapenda, tunawakaribisha sana kwenye huduma zetu kwa sababu ni nzuri na zimewasaidia wafugaji wengi sana. Asanteni sana.